usikose kusubscribe channel yetu. Mnyonge ni mimi, nguvu zangu ndo mtaji maskini. Ndio sisi tunazoea kufanya biografia nyuma ya mahubiri. Sisi kwanza mhubiri wetu wale wanaingia nyuma tumesema ni Pastor Chimanga kama Ted Blaze. Sebaki ubia Kasenga kanisa letu mama. Karibu kwa kazi yako. Ninawasalimu nyote mjina la Yesu Kristo. Amen. Tutoe pia mkono wa pole kwa niaba ya mchungaji Professor Dr. Musa na baraza lote la Uvira Kasenga. Tuseme pole kwa jamaa, pole kwa kanisa la Jehova Shalom kumpoteza shujaa. Tutaenda mara moja kwa usomi wa neno la Mungu. Tukisoma kitabu cha Mhubiri sura 3 na mstari wake wa 11. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Amefanya kila kitu kiwe kizuri kwa wakati wake. Pia ameiweka hiyo milele katika mioyo ya wanadamu, wala hawawezi kutambua kwa kina yale ambayo Mungu ameyafanya tangu mwanzo hadi mwisho. Ni neno la Bwana. Ni hapo nilitaka tuzungumze kwa dakika vichache katika uchunguzi wa versi hii. Kama vile waimbaji wametangulia kuimba, wameongea juu ya wakati. Na chapitre hii ni chapitre inaongea juu ya wakati. Wakati wa kupanda, wakati wa kuvuna, wakati wa kuzaliwa, wakati wa kufa. Wakati. Neno wakati ni neno linachukua mstari wa mbele, kipaumbele kwa sura hii ya 3. Na hapa ambapo tumesoma ni kama kifungo cha neno wakati. Hata uwe wakati wa kuzaliwa au uwe wakati wa kufa, anasema kama amefanya kila kitu kiwe kizuri kwa wakati wake. Katika versi hii utaelewa mambo mawili makubwa. Mungu hupanga vitu vyote
njia nzuri na inayofaa. Na hii inamaanisha maana ya kimungu katika kufunuliwa kwa maisha ya mwanadamu. Hata kama matukio yanaweza kuonekana kwetu kama ni mabaya, nishie ndio tunaonaka kitu kama ni kibaya, lakini yeye Mungu kumchukua Shanje haoni kama ni vibaya, sababu amevuna katika shamba lake. Amen. Si ndio tunalia sababu tunaachana kwa mwili, lakini ngambo ya mto kuna shamba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngambo ya mto kuna shangwe. Njoma na Sulemani anasema amefanya kila kitu kiwe kizuri kwa wakati wake. Unaweza ona kama haingekuwa njoo wakati Mungu angepeleka mzee, lakini kwa Mungu aliona kama huu ndio muda unaofaa. Wewe kama mwanadamu utakritike, utasema mingi, utasema vyote vyenye unajua, sababu mkutime yetu sie wabantu, mtu akikupa bana muganishanga watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walitumikia Mungu kwa uaminifu. Hilo ni fundisho la kwanza ambalo linalala ndani ya hii verse. Neno la pili anasema ya kwamba Mungu amepanda katika moyo wa mwanadamu. Amepanda katika moyo wa mwanadamu nini? Umilele. Amepandikiza roho ya kutokufa katika mwili wa mwanadamu, kwa sababu kila mwenye mwili, neno la Mungu linasema uliumbwa kwa mfano wa Mungu, na kule kukua kama Mungu kuliko ndani yako, ile roho haikubaki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haikubaki. Tunaona ni mwili, lakini mtumishi anakuwa kwenye alitumiki yake. Anakuwa kwenye alitumiki yake. Niko nataka nikuambie asubuhi ya leo, ujue kama roho kuacha kugonga haiko njoo mwisho ya maisha. Baada ya kulala hivi, kuna ingine maisha unaingia ndani. Na hii maisha, kama dunia inakupatia maopportunities mingi, unaweza kuwa hapa sahi, unasikia bombe inalia, unasema mimi najiamia yangu Dar es Salaam, mimi najiamia yangu Burundi. Kwenye unataka ndoko utaenda, hasa kama uko na kitu Mungu. Lakini mwili safari tuko hapo, opportunity ziko za mingi, swali ziko mbili, destination ziko mbili. Swali unapokelewa na wa malaika kwenda kupumzika, swali unapokelewa na wale watu yako wenye unajua unaenda kula fimbo. Ameweka roho ya umilele ndani yako. Usisahau ile. Kuna mtu mmoja Kanada, baada ya kushiba maisha, alikataa kama Mungu hakuacha. Mungu akataka mfundishe apate kujua yeye ni nani. Iko ku direction, anafanya sida ya circulation. Pale ku direction, anageukia pale. Anashuhudia ule mtu anasema, kumbe kukupa kimwili haiko ndo mwisho. Niliposikia mshituko wa moyo uliacha kugonga, nikakuwa kama vile mtu
ninatoka mwili wangu ukabakia kupona, lakini mimi niko naona mie ule na mimi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Alipotoka katika mwili, akaona kama kuna mwanga mkubwa umekuja, akaingia kitu kama chine, kikampeleka, akajikuta anatokea kwa kuko mlango mkubwa. Wakamwambia, wewe ulikataa kama Mungu wa kwake, hauna sehemu ya kuingia kwa mlango. Wakampeleka, wakamwonyesha moto wa jehanamu. Wakamwambia, hapa ndio unastahili kuingia. Haijalishi uko tajiri, haijalishi una kila kitu, hapa ndio utaenda. Wakati aliona kwenye ataenda, akaanza lalamika. Kuko vitu yenye mali haitakusaidia. Kuko vitu yenye dawa. Kwanza niko nataka kuambia, kama wewe ungali unapanda vitu mkiuno waje wa bure. Kama Mungu anataka kupoa pumzi ya uhai, usidhani kama kuko kiheko yenye kuchungaka. Hakuna. Amen, amen. Amen, amen. Kuna wajinga wanaotembea na majani kiunoni, wanasahau kumbeba aliyeumba majani kiunoni. Kwa dakika 5 ule mtu alipofariki, aliporudia katika mwili, alishakuwa mmoja. Akaanza gonga mimi nakwambia, muniondoshe, ninarudia. Kia kwanza muniitie pastor, niko nataka nikwambie, acha kiburi ya maisha. Njoo mwisho ya kiburi ya maisha hii. Uwe tajiri, uwe ulisoma, uwe ukusoma, hapa ndio mwisho. Na ukifika hapa, unapelekwa kwenye ulitumikia. Makoti na tuko na makonfli. Kenya kitatupeleka mbingu ni kuishi maisha ya utaua. Kukua na waga ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umuamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ibada za wafu hazitafungua mlango wa mbingu kwako. Wenzetu wa moya wanasema mtu akikufa hivi unapasha enda na bia ya $100. Makusudi kanisa ikuje ifanye misa. Kisha katika kufanya misa wanafanya sala ya kutoa matoharani wa kupeleke paradisi. Nataka nikwambie, kwa kinywa cha mtu kama hauyasema ungali unapumua, yote wetu tunafanya huko tena inakuwa bure. Na matendo yao yafatana nao. Wewe matendo gani itakufuata na ile pepo ya kiburi? Muda iko. Wewe una muda wako ambao unaitwa Chronos, na Mungu ana muda wake ambao unaitwa Kairos. Na huu muda wa Mungu ukifika, ambao uko katika mapenzi halisi ya Mungu, akisema blessed, pumzika, hata mbebe Nairobi, hata mbebe Burundi. Nimeona isiku mnasirimkia Burundi. Tunaenda tuone kama, sababu mwanadamu anadhania ataishi hapa umilele. Haikuwa hapa ndio utapitishia umilele wako. Umilele wako utaupitishia ngambo ya mtu. Amen.
moshe mtambuka sai kienda kugenge finish. Amini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Acha kucheza na maisha ya kiroho. Toa watu mroho. Chochote kilicho kinyonge hakita. Au yanikimbia je? Chochote kilicho kinyonge hakitaingia. Chochote kilicho kinyonge hakitaingia. Wanani wataingia? Waliokuwa mavazi yao kati damu ya mwana-kondoo. Acha kucheza na maisha ya kiroho. Mungu alikuumba uishi umilele, na umilele wako hautaupitisha hapa. Tuko na investire sana hapa tujenge manyumba. Tunasahau kama hapa tuko kugaranti. Wako na garanti ya karanga. Wako na garanti ya sasa. Wako na garanti. Ukiona nguvu, Biblia inasema, ukiona nguvu sana ngapi? Sasa unainvestire hapa sana kwenye utaishi muda kidogo kuliko kuinvestire kwenye roho yako itaishi milele. Bwana awabariki. Amen. Hiyo walike mchungaji au ni mtalo aje awe Mungu walio hili kupokea. Ndio wale wasiojua ni mchungaji kaita Martin natoka Sepaki Siri na Mungu distrikti ya Kiliba. Sasa muda huu tutakaisha kwanza delegate nani, sababu kumekuwa nyingine msiba kwa Beteli. Tulikuwa Ujumbura tulipata habari kwenye morgue, tulikuwa Profesa Charles, kuna wengine watu wa Uvira, Beteli Kimanga wako kwa wengine morgue Kikipa. Na yeye sasa amehudhuria ibada huko, ndio maana amechelewa. Alijua habari hapa kwetu kabisa na angefika kabisa mapema. Ndio tu asante tukaribishe. Tunaendelea na tunamwalika mwandishi wa kanisa letu. Sisi ni waandishi wanasoma hizo biografia za watumishi wa Mungu. Hata Wakristo wengine wanafanya hivyo. Wanakubali kufanya hivyo. Karibu kwa mwandishi. Uvira tarehe 26 mwezi wa 11 mwaka wa 2025. Yaliyokuwa maisha ya marehemu kiingilio, lakini Mungu wetu yuko mbinguni, alitaka lolote amelitenda. Zaburi 115 na mstari wa 3. Kuzaliwa, mahali pa kuzaliwa. Marehemu alizaliwa Pakatala katika kolektivite sheferi ya Bavira mnamo tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka wa 1915. Majina. Kisha kuzaliwa, marehemu alipewa majina yafuatayo: Changer Kashindi Patrice wa jamaa la Balizi, nyumba ya Nyarukanga. Wazazi. Baba yake aliitwa kwa majina ya Ruinduka Rugomero wa jamaa la Balizi, nyumba ya Nyarukanga. Mama yake aliitwa kwa majina ya Mwajuma Kalungu na Mfwabe wa jamaa la Bashimbi. Kwa leo wazazi wote wawili ni marehemu. Masomo. Pastor Changer Kashindi Patrice alisoma shule la msingi ku École Suédoise Kasenga, leo ni EP Kasenga, na kumalizia kwa darasa la 5, yaani 5e primaire ya wakati ule. Ndoa. Marehemu alifunga pingu za maisha na mke wake aliyeitwa kwa majina yafuatayo: Mirize Mweza Zamuda wa jamaa la Benelenge mnamo tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka wa 1979.
na kufanikiwa kuzaa naye watoto 13, yaani wavulana 6 na wasichana 7. Kati ya watoto hao waliofariki ni watoto 2 wa kiume na walio hai ni watoto 11, yaani wavulana 4 na wasichana 7. Mama huyo kwa sasa ni marehemu. Baada ya mama huyo kufariki, kanisa lilimruhusu kuoa mke mwingine, na tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka wa 2012 akafunga pingu za maisha na mke wake anayeitwa kwa majina yafuatayo: Elizabeti na Kabila Gulamali wa jamaa la Batumba. Katika uzee wao hawakufanikiwa kupata uzazi tena. Mama huyo bado yuko hai, amebaki ni mjane. Wokovu. Marehemu Pastor Change Kashindi Patrice amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake mnamo tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka wa 1979 na kubatizwa katika maji mengi kwa kanisa la Witiem Sepeza Kasenga, kwa leo Witiem Sepak Uvira Kasenga, mnamo tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka wa 1982. Huduma kanisani. Tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka wa 1989, kufuatana na ukarimu na wito vilivyokuwa ndani mwake, baraza la wazee liliamua aingizwe katika orodha za watumishi wa kanisa na kuombewa kuwa mhudumu kwa santre ya Mlongwe iliyokuwa ikiongozwa na marehemu Pastor Yohana Changachanga. Tarehe 2 ya mwezi wa 3 mwaka wa 1992, baraza la kanisa la Witiem Sepak Kasenga likaamua kumtuma kusoma mafunzo machache ya elimu ya Biblia jioni, yaani cours du soir, tokea tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka wa 1992 hadi tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka wa 1993. Kanisa la Witiem Sepak Mlongwe, kwa leo Witiem Sepak Jehova Shalom Uvira, lilipoteuliwa kuwa kanisa huru, likaona mwito uliokuwa ndani yake, na tarehe 23 mwezi wa 2 mwaka wa 1993 akabarikiwa kuwa shemasi kanisani. Mwaka wa 1994 hadi 1995, baraza la kanisa Witiem Sepak Mlongwe, kufuatana na mwito wake, liliamua kumtuma sasa kusoma shule la Biblia la asubuhi Ibebe Siklecourt miaka 2 na kupata cheti cha shule, yani certificate kwa wakati huo. Alipotoka shuleni akaombewa kuwa mwalimu wa kanisa katika sinagogi la Kasinga ndani ya kijiji cha Mlongwe Centre. Ilikuwa tarehe 14 mwezi wa 1 mwaka wa 1996. Tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka wa 2004, sinagogi la Kasinga likateuliwa kuwa kijiji na kupewa jina la Ebenezer, na hapo akawa mwalimu wa kijiji hicho wakisaidiana na Pastor Toto Alimasi. Tarehe 10 mwezi wa 1 mwaka wa 2010, baraza la kanisa likamteua kuwa kiongozi wa tawi la wababa kanisani. Tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka wa 2013, baraza la kanisa likamteua kuwa kiongozi wa kazi za majengo ya misioni, akishirikiana na watumishi wengine kanisani hadi gisi amefariki. Tarehe 15 mwezi wa 1 mwaka wa 2017 akaombewa kuwa mzee wa kanisa. Kazi mbalimbali. Tarehe 29 mwezi wa 12 mwaka wa 1973
hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka wa 1988 marehemu Pasteur Changer Kashindi Patrice alikuwa mtumishi kwa kolektivite ya Bavira kama lisanse. Tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka wa 1989 marehemu alikuwa mtumishi kwa teritwari ya Uvira kama taxateur principal chini ya administrateur Zagabe Mutagaingabo. Baada ya baba yao mzazi kufariki, jamaa likamteua kuwa notable wa lokalite ya Katara kwa muda. Magonjwa. Marehemu Pasteur Changer Kashindi Patrice ameugua kwa muda mfupi. Jamaa lilijitahidi kumpeleka kwa haraka siku ya 3 kwa Bujumbura kwa hospitali Roi David, lakini haikuwezekana. Kifo. Ilipofika siku ya 5 tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka huu wa 2015, mida za jioni mwili na roho vikaachana. Marehemu Pasteur Changer Kashindi Patrice amefariki akiwa na umri wa miaka 75 na kuacha jamaa la watu 57 wakiwemo watoto 11, wajukuu 37 na wachukuruza 9. Shukrani. Jamaa la Balizi, wajomba wa Shimbi, kanisa, majirani na marafiki, tunamtakia mapumziko mema peponi. Asante. Mukaya kademu, mukaya kademu, mukaya kademu, tutendira igulu, mukaya kademu, mukaya kadekisha. Kipindi cha kwanza hicho tukifunge kwa maombi, kwa hiyo Pastor Master Roshi aje aombe Mungu kupitia kipindi cha kwanza, alafu tutakwenda kwa hotuba za kwaheri kutoka watu waliotajwa kuzifanya. Karibu kwa Mungu. Baba Mungu wa mbinguni, maisha yetu ni kwako. Wewe ulitupanda katika ulimwengu huu kama vile mpanzi anavyopanda mbegu katika shamba. Wakati mbegu zinaiva, anavuna moja moja. Leo umefanya hivi kwa mtumishi Changer, kesho itakuwa kwangu na kwa mwingine. Utupe mwisho mzuri. Tusaidie tukamalize mwendo salamu, ngambo ya mtu tukaonana siku moja. Baraka hizo tunazimoja katika neema ya Yesu. Amen. Pokea wageni, ameingia sasa hivi mchungaji Abayamba Mwanayesimo toka Sebaki Mtemi Kibanga. Naye alikuwa na shughuli hizo kwake. Karibu soma ndugu tukaribishe. Sema karibu sana. Pole na wewe vile vile. Sikia na kwa vile mchungaji tukapata wale kama na wewe una mtu atakwenda kupeteni kwa maziko. Yake wewe karibu sana. Pole kabisa. Okay, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Tunashukuru Mungu. Hasa muda huu ni kusikia kwanza kabisa itakuwa na maneno yanayotolewa na kanisa kama mane. Tunaanza na Sebaki Jema Shalom ambaye ndiye ameachwa kupoteza tunasema ile ameachwa na utumishi kwa nyumbani. Kisha tutafuata sikia neno la kanisa mama Uvira Kasenga, kama vile nilivyosema. Alikuwa akituambia, mimi nilipokuwa Mkatoliki nikaambiwa utoke kule, nikaona malaika ananipeleka kwenye mgongo na kwenda kwa mlango kanisa la Sebaki Uvira Kasenga. Anamtua pale, akasema hapa leo ndio naingia. Bwana sifiwe. Hili neno lilibakia mapema katika maisha yangu mimi. Mungu alimuongoza. Na basi kanisa mama liko hapa, niliwakilishwa na mchungaji na pastor, bado sijapita kufanya kazi na waita kwanza wote tutakao neno hapa. Itakuwa neno la kanisa mama baadaye, kisha neno lingine itakuwa neno la kanisa la Bujumbura. Tumepata ombi la hii couple mama na papa Changer na mke wake kwamba tuwapatie kibarua wasiwatie Bujumbura tu kama diaspora tu ili Bujumbura. Wanaita masantre.
alafu wakaenda kuongea kwenye santre ya kinama, na wale wanaimba na wanaomba pia neno kusema. Pastor Musa kweli hapa, mtume wa kanisa la Pentecoste la Bujumbura, atasema neno. Kisha atakuwa neno la sepaki kwa kumaliza uongozi wa sepaki. Tulikuwa tunangojea hizo ngazi, sasa tunakuwa na legezo nane, atakuwa neno la kusema kwa mwisho wa maneno ya kanisa kutoka sepaki. Na kisha hapo tutakuwa na neno la jamaa, hotuba za jamaa hizi. Neno toka mtu wa jamaa wa Balizi, Kimbuli, Ruhaya. Hiyo kidogo tu. Tutakwenda neno toka Wajomba, Bashimbi, Kakizi. Tatu, neno toka mke wa marehemu Mama Elizabeth Dulamari. Neno toka kwa watoto wa marehemu Shanje Bidaki. Neno toka kwa wajukuu wa marehemu Ruhindwa Gombwe. Neno toka kwa majirani na marafiki za marehemu pale muamini pale. Sijui nani anakuwa tayari kwa hiyo. Na mwisho tutakuwa na neno la serikali. Haya ndio maneno 8 tulipewa na jamaa. Wengine wanaosalia hapa watakwenda siku ya 5 kusukutwa nyumbani kwa kutinda msiba. Hiyo ndio mambo yalivyo. Amen. Basi tunaanza na hilo la kanisa mama, kanisa la mahali. Tualike wazee wafike na Wakristo wote wasimame kanisani, tuweze kuaga mtumishi wetu kwa neno mukaya kage Mungu, mukaya kage Mungu, mukaya kage Mungu, mukaya kage Mungu, mukaya kage kisha. Walimu nao watasimama na washemasi wetu, Wakristo wote na Wakristo, wamambre wote wa kanisa. Hakuna maneno ya vijiji kusema wala ya makundi mbalimbali. Hii neno moja inaunga sisi wote pamoja. Amen. Msikia mzuri hii neno letu la kanisa. Tumejaliwa kuona besi katika Yohana. Wapo tena mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Amen. Amen. Pastor Shanje Kashindi Patrice, kwa niaba ya kanisa hili ambalo linalomshuhudia sasa hivi, tunayo furaha na shangwe kubwa kutoa shukrani zetu kwa Mungu ambaye alimuchukua, tumesikia, akamuonesha mlango, na sisi wote tulitoka kwenye mlango ya kanisa la Uvira, mshongo ile tuwazo Uvira mpaka kuingilia. Bwana asifiwe sana. Leo tunashukuru kwa kazi zote alizozipewa na Mungu kufanya kanisa hili. Alikuwa mtu wa kusema ndio. Kama ungesema utakwenda kusiti fulani, ndio utakwenda. Bwana asifiwe sana. Hakuna discussion. Hakuna. Kwa habari ya kazi ya majengo ambayo umesikia wamesema walikuwa kusimamia. Tulipokuwa tumeandaa hiyo haja ya kupata kiongozi mpya, president wa kamati ya majengo ya misioni yetu, nilisikia moyoni kwamba nimwambie yeye, wewe utakuwa president wa majengo. Aliniambia mchungaji, mimi siko msomaji mkubwa, hii yangu ya kidogo sio kama mtu mzuri na hesabu ya dini, sisi tunaweza basi. Kuna wazee kwa wakubwa wa siku nyingi masomaji, kamwambia hapana, roho hutuma kwa wale wazee masomaji, unasema ametuma kwako. Amen. Sasa nikisema na kuangalia kwenye natia hii kazi, je, nilitaka nini kweli? Kazi ya majengo hapo. Ameweka msalaba kule na ndio kule. Msalaba unakuwa kule yule ukosomee kisha kabali pako kanisa. Somee kabisa. Alafu kwa jumla ya kazi zote, utumishi kanisani, niliti hapa wale bali. Ile mesi ya yule jemadari kama yule akida ambaye kwa Kapernaum aliyeambia watu Wayahudi, mimi anaambia Yesu, mimi nami ndiko mtu mkubwa. Nikiambia mtu nenda kule anakwenda. Nenda kule anakwenda. Amen. Ndivyo alivyokuwa. Kama ungemwambia nenda kwa shapeli fulani atakwenda. Kwa hii nyingine atakwenda. Bethlehem hapa kumisioni. Kokote mabengenzeni, wapi. Alafu utumishi wa ghafla, kama nikupiga simu usiku, alo Shanje,
utakuwa mhubiri kesho asubuhi. Mhubiri amekosekana, ameomba kazi. Ndio pastor, ndio mchungaji. Ndio hapana pastor anatumia hiyo mchungaji. Ndio mchungaji. Amina. Mtafanya hiyo kazi. Hata siku ya ibada haiko mbali. Tunashangaa sisi mambo haya. Yametokea wapi? Ni nini? Shetani au ni Mungu? Ni Mungu. Sasa tushaambiwa kama Mungu ndio anajua mambo yote ya watu. Bali na kutana hapa ya shetani hakikutana hapa. Ni Mungu tumeshaambiwa. Bwana sifiwe sana. Siku ya Mungu tulikuwa na mtandao mtawanyiko pale Matani. Tarehe ngapi zile bado? Tarehe 16. Siku hiyo usiku nilifikia nipande cha mshumaa ya watumishi asubuhi mawili. Mtumishi wa kusimamia ibada ya kwanza alikuwa ndiye wa mbele ya Bwana. Nikamwambia pastor fulani, wewe utakuwa sasa wa ibada ya kwanza, pale ya pili. Wa ibada ya pili na mtafuta. Na nikaita shanje, wewe utakuwa mtumishi wa mbele ya Bwana. Ndio mtukaji. Sina habari kama ni lenzi fulani. Lakini kanisani akafanya kazi hiyo, kaimaliza meza ya Bwana, kuisomea, kuigabula mkate na divai. Sindio vile wapendo? Ndio. Ya, mambo ya Mungu ndio chao. Ile pesa ya mahubiri leo iko kubwa kabisa. Iko imsaidia sisi wote hapa. Ndio vile wandugu. Imesaidia hakuna kusema shetani tena au mdozi hakuna. Ni Mungu. Bwana sifiwe. Kwa jumla ya mambo yote huyu mtumishi alifanya kwa kazi ya kanisa hili. Tunalo fungu la maombi kutoa, hatuwezi kuvichungulisha iko vingi, taarifa zake ziko nyingi sana. Mimi mwenye kusema hata nyumbani kwangu majirani wanasema ni yule pastor alikuwa kuja kuangalia kwa kila mara, ndio alikufa. Ndio kama mnamjua, ndio tunamwona hapa. Haleluya. Basi tunatia fungu la maua kwa kusema kwa heri anakwenda paradiso. Na sisi kila mtu kwa sababu yake katangulia atakwenda kule kumkutana. Kuteja ile kwa jina la wazee na mishoni yote ya Shalom. Amen. Haleluya ibul mukaya kage mukaya kage mukaya kage haleluya ibul mukaya kage mukaya kage ija. Tuali kanisa mama Sepake Uvira Kasenga ambaye alitumia na mtumishi mchungaji huyu Musa, nilimwambia akasema ndio tutatumia mtumishi. Na sasa mtumishi kwa hapa na mwingine yuko bali mtumishi mwingine anayewakilisha mchungaji. Ndio karibu. Tunaomba watumishi wa Kasenga wasimame pamoja na wakristo wote kutoka Kasenga. Ndugu mata huwa pale. Nataka kusoma neno kidogo kuacha kwa hili kanisa. Wafilipi sura 1:11. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Amen. Kwa kweli nilifanyia ndugu Shanje kama mtumishi, na tuko hapa tuliposikia kwamba amepumzika, ameaga dunia, tulishituka. Lakini hii yote ni mapenzi ya Mungu. Tunajua kwamba Pastor Shanje analala. Amen. Nimemfahamia matukio yake, analala. Na tulimfahamia zaidi alikuwa mtu wa historia. Historia wa ajabu. Ndio mbaya ni kuandika biografia yake. Hapa Tengelema tulikuwa kwa ndugu mmoja Kishamata, nilikuwa mariage mgeni kidogo, tulikuwa naye pale. Alileta historia namna gani Kongo ilipata uhuru.
namna gani Lupumba alikufa. Watu wako wanauliza alikuwa pale au hakuwa. Wako wanashangaa. Hii yote inatosha wapi? Amen. Alitoka alikuwa historia. Historia wa kutosha kabisa. Na sisi kanisa mama la Kasenga kwa niaba ya mchungaji ambaye anakuwa kwa France na kwa niaba ya pasianisha wetu ambaye kwa Burundi, tunasema kwa kanisa hili pole kwenu na Mungu awabariki. Tunajua kwamba siku moja tutaonana huko mbingu kama tunakaza imani yetu. Tunakuwa na maua haya ya kunyauka, lakini najua kwamba mtumishi tumeaminia atapokea uzima wa milele. Amen. Nimbona ndenze wa musozi Zorimba oziana Imara kwanguka kwa uzi Zorimba oziana Naho yumurifite wapfa Aliko ntegereje nizeye Wazanzani uni mubiri Usaluo yazukani Nimbona ndenze wa musozi Zaririmba hozirana Imara kwanguka baruzi Zaririmba hozirana. Haleluya, haleluya. Tuachie hapo tuombe watu wa kanisa la Bujumbura tuko nao simame. Ikiwemo mwalimu Diomedi afike hapa. Na niombe mke wangu pale ajachukue ua hapa. Ila mwalimu anikaribie hapa. Sababu huyu mwalimu parwasi ambayo anahudumia ni hapo. Pastor alikuwa amehamia kwa muda. Karibu mwalimu Diomedi. Tunasimama hapa kwa niaba ya kanisa la Bujumbura. Mchungaji wa kwanza yuko safarini huko South Africa, lakini alikuwa amewakilishwa na Pastor Sebastian, katibu wetu wa kanisa. Tulikuwa naye pale kwenye morgue, naye alipozuiliwa kuvuka akasema mimi niendelee wawakilishe huko. Unaona vile Mungu anaheshimisha watu. Haleluya. Sasa mimi nataka kama nitasema Bujumbura, ninakuwa Bujumbura lakini niko na sehemu nyingine kubwa hapa kwa Blongo wanajua. Ninashukuru Mungu kupata neema kuja kumshindikiza wewe mtumishi wa Mungu Pastor Charles Kashindi Patrice. Nilimfahamu sana tangu ile miaka ya 1994 tulipokimbia tukakuwa kwenye hili kanisa. Na neno naweza kusema huyu hata kama alikuwa mlongwe, lakini alikuwa sheri sana wa kupenda kanisa la Bujumbura. Alikuwa anasema mimi kama sio tu mambo ya utaratibu ningeamiaga yangu kanisa la Bujumbura. Na kama kuna mzee aliyefahamika sana kanisa la Bujumbura ni Shamje kupitia mchungaji wake hapa mchungaji. Huyu ni mtoto wa Dahago. Sababu ni pale alibatizwa. Mara nyingi alipokuja ndo alikuwa msindikizi wake. Na hivyo watu wote hata wakati tulisema habari za kifo wasema huyu tunamfahamu sana Bujumbura. Tuseme nini basi? Tunasoma waraka wa Paulo mtume kwa Timotheo pili, waraka wa pili sura 4:7 inasema hivi. Nani ameona hapo? Waraka wa Paulo mtume kwa Timotheo, waraka wa pili sura ya 4:7. Ni versi tunaizoea sana. Inasema hivi: nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda.
na hapo chini anasema matarajio, matumaini yake huko kupokea taji. Tukimaliza kazi watumishi tutapokea taji, ila tuombe Mungu atupatie kuwa na mwisho mzuri. Neno tunakuwa nalo ni kumshukuru Mungu, ila tena kuleta mkono wa pole kwa kanisa la Wichepsepake Jehova Shalom Uvira hapa Mlongwe. Kwanza kwa mchungaji baraza nzima, mumepoteza elema yenye hamtapata haraka. Huyo hakuwa tu historia, lakini alikuwa ni mtu alikuwa na juhudi isiyo ya kawaida ya kupenda kazi ya Mungu. Amena. Na mimi kwamba alizoea kuniita Mkwe, sababu huyo ambaye ameacha mjane ni mtu wa watu, ni mtu wa alikuwa mtu mzima, tena mtu wa adabu na heshima. Na tungeomba watoto wameacha wawe na adabu na heshima kama baba yao. Alikuwa anaheshimia kila mtu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunatoa mkono wa pole kwa kanisa lote zima la Wichepsepake Jehova Shalom hapa, na neno tunaweza kuwa nalo kama souvenir kwake. Wakati Pasteur Changer aliumwa nyuma hivi kidogo, alinazwa pale hospitali ya General Adolphe Kamenge, tulifika kumuona. Kwa hesabu za wanadamu tulijua ni wakati wake wa mwisho, lakini mhubiri hapa amehubiri juu ya wakati. Mungu akubariki sana, uzingatie hilo neno. Amesema juu ya wakati. Sisi wanadamu tuliona atamaliza safari, lakini Mungu akamuongeza siku za kuishi. Nyuma ya hapo tulipokuwa tunakutana kila mara, tena hasa kwenye misiba, aliniambia mimi tangu ile siku nilivuka mauti, nilijua kwamba siku yoyote ikifika nitakufa. Akaniambia, Pastor Musa, nimepanga mambo yangu yote vizuri kwangu, sababu hivi ninajua nangojea tu siku ya kuondoka. Na siku ilikuwa ile tarehe 21 mwezi wa 11. Kwa hiyo tunamtakia mapumziko mema. Tumesema pumzike salama, na Mungu atusaidie pia tukaze mwendo, siku moja tuonane huko paradiso. Tunatoa hii shada ya ua tulitayarisha kwa ajili yake. Hili litanyauka, lakini tunajua huko mbinguni atapokea taji lisilonyauka. Bwana tubariki sana. Wakati mmoja ilikuwa usiku saa 11 kutoka kwa Uvira kwenda ona tukaanza pale mfunguo. Walipona sana pale. Na kwa hiyo yote Mungu anajua kulipa kila kazi na kila tendo njema. Amen. Hatuwezi kulipa kazi zote ya Changer sisi kanisa hili, lakini Mungu atamulipa katika kumpatia taji zinazoenea na kazi alifanya. Kwa hiyo mchungaji Delegate Donald kwa nafasi ya Sepake, karibu mchungaji Sebale no. Kweli tunakuwa na msiba mkubwa, na msiba huu sio wa Jehova Shalom tu, sababu Pastor Changer aliingia mpresi ya kanisa yetu. Kama tungeangalia ndani yake ilikuwa karama ya kupanga protokoli. Ndio anajua sema ataweka huyu hapa, ataweka, na alikuwa
Hii mchungaji alifundisha hapa juu ya itifaki, yeye aliheshimia sana. Na wengine hawaheshimu ile. Lakini Pastor Shanja alijua ile. Ndio maana tulikuwa na seminaire, tulikuwa na representant legal, seminaire ya siku 3, lakini tulisemezana na kiongozi wa district ya Uvira, kiongozi mkuu wa Reverend. Siku ya waje siku ya 3. Na mjengo Shalom kuna kilio kikubwa kama hicho. Na tulisemezana kwamba tuambie representant achukue matiere ya siku ya 2 na ya 3 aifunge pamoja, amalize siku ya 2 kusudi tusikosekane kwa hii msiba ya kwetu. Na ndio maana tuko hapa leo. Jana representant Balisa akaondoka. Sino tulikuwa tena naye leo, lakini tunamwambia haitawezekana. Tuwe seminari huku na wenzetu ndio Shalom wako wanafanya mazishi ya Pastor Shanje. Ndio maana tukasema Shanje hakuwa wa hapa tu. Pasaka tu ya hii mwaka yeye alituhudumia Sepaka Shekelu kwa muda wa siku 2. Alikuwa karibu akifundisha juu ya mateso ya Yesu Kristo, kufa na kufufuka kwake. Na watu walipouliza, niliwaambia bwana, ule mwenye alituhubiri Pasaka, historia anaenda. Historia anaenda. Kama mngekaa pamoja naye utasikia anaanza kuongea mambo ya historia ya kiroho ya nchi yetu, mkutana yote alikuwa na ujuzi. Sasa tuseme, tunasoma Injili ya Yesu kama vile Yohana alivyoandika, ile sura ya 14 hadithi ya kwanza. Niko na Biblia pale atusomee nafasi. Soma basi. Injili ya Yohana sura 14 mstari wake wa kwanza. Some katika jina la Yesu. Yesu akawaambia, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi pia. Nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia. Naenda kuandalia makao, nami nikienda na kuandalia makao, nitarudi tena na kuwachukua mkae pamoja nami, ili mahali nilipo nani mpate kwetu. Nyinyi mnajua njia ya kufika ninakokwenda. Amen. Amen. Kitu tunachokingoja hiki, Yesu atakuja kutuchukua. Kila Mkristo weka ile wakili yako. Saa usiozania atakuja kutuchukua. Aliye anasema naenda kuandalia na nitarudi tena. Hilo ndilo agizo. Atarudi tena. Sasa amerudi, Pastor Shanje anaondoka. Shanje atukia. Na mimi hawezi kusahau kazi ambazo Shanje. Najua hizi kazi za majengo hapa, michango mbalimbali alifanya, alikuwa anajijengea makao pekee. Na huko ndiko amekwenda. Ndio maana kwa niaba ya shirika letu la Sepak, hususan jimbo letu la Sud Kivu, tunasema pole kwa mama, pole sana kwa watoto, jamaa lote kwa jumla, pole kwa kanisa letu la Sepak. Jehova Shalom. Tumishi anarudi kwao, na Bwana wake atampokea na kusema umefanya vema. Kifo cha Ukristo hakiwezi kutushangaza. Niliongea nilifika pale Kanyosha, nikaongea na mzee baba wa Kasenga na baba wa Lemera,
mahali wanakaa pale kwa kupumzika kidogo kama repo. Mzee aliniambia wakati nilinyangula mbegeti kidogo tu hivi nikapita na teuka, na wakati watu walisikia hili wakaanza kusema haiko kitu kawaida hivi. Nikamwambia mkome kabisa, hakuna mtu anaweza kuloga mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Shia tuko pale na mwenye anataka kutuloga atakufa hata kuwa. Ndio maana jamaa zetu ni lazima ziwe zinatosheka ili tulikubali kutumikia Mungu. Tunajua kwamba huyu tunayemtumikia atakuja kutuchukua sana sana. Amen. Walianza kutuloga leo. Kwanza wengine walianza kuloga bila wabili washakufa. Nawe kama utapigwa utakufa. Mungu atakukonzoa konzi usiku na harama. Ndio maana sisi kwa vilio vyetu hatutaki kusikia watu wanasema ukiana mamloka taroba pastor utaanza. Tukiende manake Mungu anaruhusu kwenda. Amen. Tuache Rivera kiongozi wa district afike pale atoe maua yatanyauka, lakini tunaweka ile kama sehemu. Tusipate ya kuzawadia kwa sababu shamba hakuna. Ile ni mfano tu ya yale ambayo Mungu anaangalia katika ufalme wake. Kwa ile maua mfano wa tatu kidogo juu ya msiba wa pastor. Tunaomba jamaa Kabalizi mtusaidie ulete ripoti au si hatuko tunaforce huko ndio tunaambia wanazarau tulienda pasi moja pale alituzarau mpaka mwisho. Anasema kanisa ndio nini? Nasema watu wako shida. Kanisa ndio nini ndio? Au kama kanisa ndio naweza dunia. Kwenye wasodaji wanajua kama shie kanisa hatungekuwa huko kama vitu viliharibika. Mungu anasema kanisa ndio nini? Tulishakunywa, umeshakogota na ile moshi yenu unaanza kusema kanisa ndio nini? Atuka tuliregrete na ile langaje wale wadumu sana. Mumoni mchungaji mtuhakikishie kama tutatinda msiba kikristo, na kama mtatinda vya maasili sababu unapenda maasili, okay, tuambie sisi kanisa tutashiriki. Hakuna kabisa waliko mchungaji kanisa litashiriki, hamtaenda kufomolea vitu vitakatifu vya Mungu wewe, hatutachanga asilia na kanisa tunataka sipake tunataka nini. Kama mtatinda msiba kikristo, mtayarishe kanisa itafika pale ile siku ya 5 tutakuwa tena ibada na tunapatia heritier Biblia tunamaliza njoo mkuki ni baba yake alikuwa nayo tunamaliza point bana tunamaliza. Kama mtaenda vyenu ya asilia sawa, mfanye vyenu, kanisa haitafika pale, hatutachanga kanisa na asilia. Ni hayo tunasema kama sipaki hatutaendelea kutafuna chakula kwa milote nzuri na safi ambayo Mungu alitupatia. Mungu awabariki. Amen. Ya nyumba ya Nalukanga na Balizi, nimeruhusiwa kusimama hapa ili niseme neno, na mbele nitakwenda kusema, acha niseme kwamba ama nijulishe kwamba marehemu baba huyu Change Kashindi Patrice, baada ya wakubwa zake zote kufariki na wadada zake wote kufariki, ni yeye amebaki baba
wa watoto wote wa ndugu zake ambao waliweza kufariki. Kama gisi mmekwisha kusikia, alikuwa kweli shujaa mkubwa, mlezi, mshauri ambaye tulimtumainia kabisa. Mara kwa mara alitoka na kufanya safari, ikiwa ni habari inapatikana huko kwa Kaleni, ikiwa sijui Goma, Bukavu, eko Bujumbura, ndio alikuwa pua na mdomo. Jamaa tusimame tafadhali. Jamaa tusimame. Anapenda kusema huyu mzee naye alikulea namna gani na unaivi zapata vipi? Ndio. Alinilea kiimani. Ni yeye amenishauria na kunifunza neno la Mungu. Hata nikapokea Yesu Kristo na kubatizwa kwa maji mengi kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Jina la Bwana libarikiwe. Kifamilia pia ametukusanya mara kwa mara na kutushauria. Watoto ambao wamebakiwa wengi mayatima amewasomesha wengine kupata hata madiploma. Huko kwa Bujumbura ni kila mara alikuwa kule. Wandugu wa Bujumbura ndio wengine wa Kiislamu walibakia nje. Neno ninaweza kusema kweli tumeonekana sasa yatima 100%. Wenzetu wa Bujumbura na wa mahali pengine pote pale, mjue kwamba tumebakia sasa yatima 100%. Lakini neno ambalo ningependelea sana kuwasiwa ndugu zangu, wadogo zangu, wadada zangu walikuwa mahali mbalimbali, ni kwamba tuige mfano wa baba Shanje Kashindi. Tutembelee kabisa hii ambayo alikuwemo. Ametuletea tena marafiki. Popote napita sema huyo ndo ndugu yake ya Shanje, huyu sijui ni nani wa Shanje. Tumepata tena marafiki wengi. Na kwa hiyo niseme nini kwa kumaliza? Tunashukuru kazi zote alizozifanya za kutulea, za kutushauria, na zinginezo zote zile ambazo sikufikiria kutaja. Basi yeye kama tulivyomtumaini, neno la Mungu ndio linasema sina mtumainie mwanadamu ala aliwe. Ametuacha naye njia kama kisi bakubwa yake walituacha. Lakini yale matendo yote ambayo aliweza kutufanyia kama watoto wa wakubwa zake, wa ndugu zake, wa wadada zake, hakuna mtu hakuchagua mtu wao wote mwenyewe anafika tu ni kukusanya kama vile kuku anakusanya vifaranga chini ya mabao yake. Kwa hiyo yale matendo yote, hizo kazi zote ambazo ameweza kutufanyia, acha zifatane naye katika mapumziko huko paradisoni. Pamoja na hayo, ninataka kusema haya maneno ambayo baba Delege ameweza kusema. Kweli tumemaliza hayo mambo tangu mbele. Tulikutana na mchungaji wa kanisa letu na baraza lake. Tulikuwa pale tulizungumza. Tulimwambia mimi kila mara nilikuwa naye. Aliandika biografia yake akanionyesha, naambia wewe ndio mkubwa uliza. Mimi haya ni maisha yangu. Wakati nitakufa msiongeze tena kuandika maisha mengine. Ni kanisa ndio taangalia na kuchunguza kama yako sawa sawa yanaweza kukusaidia. Pia kukilio yangu msikadogo kusema mtafanya vile vya kufumula. Ni kanisa ndio itasimamia. Na hiyo siku tumekabidhi kanisa. Kazi zote tumezikabidhi kanisa. Kwa hiyo hakuna shaka lolote kabisa. Kanisa karibu
na muwe tayari kama kiungo chenu, kama mtoto wenu ambaye amehamishwa kwenda kwa Mungu kwa kumaliza kazi hizo. Mungu awabariki. Hamujui mimi ni nani kweli. Kesho nitakosa wanani watasimama kuhili yangu. Kweli wajomba ni washindi, lakini ni mlango, kila mtu na mlango wake. Nilipenda kuja kwenu ili niwafahamishe kusema ya kwamba mimi ni mwipo wa washindi, mlango wa Kagezi ambao descendance ya Kashambi. Tukasema asante sana. Kwanza hao washangazi wote, shewa moja tuwaona. Mama yake mimi simuona. Nikamwambia ulifanya jambo mzuri sana. Kwa maana kwa kweli kesho kutwa tutasimama pale sababu tunajua. Basi kwa niaba ya washindi, nyumba ya Kagezi, descendance ya Kashambi, tunasema kwa hii ufahamu wake ambao alipewa na Mungu na kuweza kujua ya kwamba wajomba wake wote wameshamalizika, acha niende kwa binamu yangu ndio wanakuwa wajomba zangu nimfahamishe pale. Basi Mwenyezi Mungu akubariki mahali ambapo ataenda apumzike kwa usalama. Amen. Oh, sasa nizamu ya Mama Elizabeth ndio inakuwa Thank you.
ya hiyo ikaita kwa mwalimu na huyu mama kwa bio yangu ya kanisa hapa, tukazungumza hiyo mambo. Je, ni kweli mama ananiambia unataka kumuoa? Ndio mimi nampenda. Mama ananiambia, anasema kama unasema utapata pressure kama haunikubali taua na mapenzi yangu si ya chuchu, si ya midomo dunia ndani. Sasa basi mama kubali muone na kuishi Mungu. Haleluya. Mama mapenzi ni muhimu sana. Watu hawa wawili kwa wanapendana ni kweli, mapenda mzaa. Sio mambo hapana, na kweli. Sasa ndio hivyo ushauri wetu kaendelea kuwashauri na hivyo. Na ile amesema njia mume wake kutoacha tena. Mimi mwenyewe mpaka napata nimetea. Basi ukiseme. Na viatu kazi mwingine. Chungaji, bwana kiatu kile kuletea. Bwana karabati hii. Bwana sio sana. Vyema, hiyo ndio kutoa ndio nzuri sana kwa hii jamaa. Kwa hiyo mkristo utakwenda. Basi jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tuendelee na sasa, ilikuwa ni zamu ya kusema watoto wa marehemu anatajwa wachache bidaki. Karibu ataita wenzake nazo. Haleluya kanisa. Ni pastor Benjamin Achukuru. Itakuwa mchache ila nitakuwa nisikilize vizuri. Mzee, ningeomba watoto wote wasimame. Nikisema watoto wote, maanake mle mko wake zetu wote wasimame, na wale unajua kwa watoto wasimame. Kwa kweli katika mwili si rahisi kuelewa, lakini katika roho wale ambao wanaamini wanaelewa kama iko hivyo. Mzee nilipenda zaidi, magonjwa makubwa yamefika, kama vile amewahi kuoa damu akakimbiza tena kwa kuchungura akanusurika. Ya pili kubwa ilikuwa tena habari ya prostate. Mungu tena mwema, wakati kibinadamu kama vile mnenaji amesema, tulijua kama hapa ndo kila mtu alisubiria na masimu zimepigwa kabla uhai haujatoka, lakini Mungu akatukonfirm. Sasa mercredi ndio tunaambiwa hospitali, lakini Mungu ni hivyo. Hakuna mwenye aliwazia kama itakuwa hivyo. Kumbe mipango ya Mungu sio kama ya mtu. Yes. Yaani tunaelewa kama Mungu anaweza kufanya wakati wake wote jinsi anataka yeye. Yes. Hiyo imenitia moyo, sababu nilikwambia jinsi nimekuwa kuchungura, nimekuwa na mama. Basi mama angefanya nini basi? Lakini niliomba nikimbie au tukimbie kwa hili na lile, ili kwamba iwezekane. Huyu Mungu mwenyewe alituwezesha uone kama anajua yeye mipango yake alipangaje. Nilipenda sana neno ya mwisho yenyewe natafuta kuongea, ambayo nilipendelea zaidi na ikanitia moyo. Mzee kutaka kata roho ya kwanza amesema mniombee huruma ya mwisho. Tulipaza sauti kabisa, mama anajua, Mungu akatusaidia ikawa hivyo. Tulivyoenda kwa vipimo sasa, tunarudi ya mwisho tena, tuko kwenye sale ya radiografi. Amenambia anatoka anatafuta toa, anambia shanje niache hii ndo njia, wameshanionyesha ndo njia, niache niende. Naambia mzee baki hapo, bado tunasubiri matunda. Imenitia moyo, imenitia moyo. Alafu ikafika ya pili, anafanya tena hivi hivyo,
Hapo niko mimi naye tu mwile shamre wameenda ita daktari aje mwenyewe anazoea radio. Ya pili akataka kufanya tena vile vile, nikamwambia mzee, tulia mzee wangu, itaisha kwa vizuri. Mzee amenitizama na hapo akainama akawa amekataa. Sikufahamu, lakini nilipoinua sasa kichwa nikaona, nikasema basi mzee hayupo tena. Ujifunze nguvu ambayo unaweza pata na mlaza, na alafu niambie mama niletee kitu labda ni nifasi. Basi Mungu anajua. Hiyo ni jambo ninawaambia, tuwe na matumaini kama mzee kabisa yuko paradiso. Amen. Tusili kama wafadhali, tulii kama watu wanaokuwa na matumaini. Ni ongea ingine jambo ya kusema kwamba mimi ni mtoto wa mzee wa kwanza kama kijana. Utajiri wangu mwenye mzee wangu yaani zaidi kunambia miaka 15 hivi sasa. Amenambia hivi, baba, mimi sina manyumba, sina pesa eti kwamba hizi zitakutosha, zitakufaa. Hapana shiki. Nina maneno ya Mungu. Hiyo ni Biblia. Amen. Na katika arshive za mzee nilivyopekua hapa sasa ninakwambia ni Biblia zangu ndio zinajaa kama utajiri wangu. Sasa kwa hiyo hakuna kwenye nimeona mkuki. Tafadhali tuelewe kila kitu kipo kinakwenda na utaratibu bisi kila kwenda. Nieleweshe hivi. Mimi imani yangu pia inaniambia kwamba maneno ya Mungu inabaki kwa maneno ya Mungu. Tuvumiliane na tusaidiane. Sisi tumeokoka, na kama mtu anasema mimi nimeokoka ni lazima iwe hivi. Ile haiwezi kuleta polemiki. Tujitahidi sana kuvumiliana. Kama tunakuja kuombolezana, tuombolezane hivyo, itatusaidia pia. Lakini mtuelewe, hiyo tulizaliwa Mkristo na tulilelewa hivyo. Mimi kama wanasema ni kanisa ndio litafanya hiyo, ndio basi isiwe zaidi ilete polemiki yenyewe, itakuwa kumbe tutaharibishia vitu vingine wakati vitu viko wazi. Basi tuko na shida ya hivyo. Ninaitoa kwa matumaini makubwa kwamba mzee amepumzika baada ya taabu nyingi za dunia. Basi apumzike. Amen. Huyu baraza mbele tuanze baraza kufanya na ikala naye naongea naye kidogo, na alinishauri mambo mengi sana. Babu wetu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa mtu wa kucheka sana, alikuwa na kiburi ama alikuwa na kukasirikia mtu. Hata kumjia tukimwona njiani anakusalimia tu, hata upige sambla za haya anakusalimia. Kimwili tunahuzunika sana kumpoteza, lakini kiroho tunajua kwamba babu amekwenda mahali pazuri. Sisi wajukuu tunasimama hapa tunamzunguka kwa kumtolea ishara ya maua, itanyauka lakini mbinguni atapewa taji sio nyauka. Na kumalizia aliniambia kwamba siku ataondoka hapa iko na nyimbo tutamwimbia, nyimbo ya wokovu namba 976 ambayo inaimba matendo ya Mungu. Beba besi moja tu. Matendo ya Mungu yapita fahamu, ni nani ayaona wazi, lakini najua mapito ya Mungu kwa mimi yafari, lakini najua mapito ya Mungu kwa mimi yafari. Babu wetu pumzika kwa amani na usalama, na Mungu akuongoze maisha mama. Asante. Shalom kanisa. Na sisi hapa tunajiomba niaba ya watoto wenye njia ya Gelea, wenye wako Ulaya na wenye wako hapa, wote tunaomba wote wasimame kumtakia mzee wetu safari njema.
Na sisi tunasimama hapa kwa niaba ya kutuonyesha njia melea na wenyewe wako nje wote. Tunamtakia mzee wetu safari njema. Alikuwa ni mzee wa ajabu sana. Vema, mzee sijui niseme haya. Kama mimi leo najua kusema Kifaransa, najua kuonekana kama vile niko mtu kwa sababu ya huyu mzee hapa. Kama mimi leo namjua Mungu ni mzee. Nashukuru kwa mengi, tunashukuru sana yeye amefaa kwetu. Ni mengi tu amefaa kwangu na kwa wengine wote. Vraiment nasema Mungu ampokee. Sina mengi ya kusema ila shada la maua najua linanyauka, lakini mbinguni litakuwa salama. Asante. Okay, tunaita ile juzi yake majirani wa 2024 tulisikia kama vile tumeshikwa na kumbuwazi. Tuliposikia hizo habari hivyo, baadhi ya majirani wengi wakakimbilia pale kunyumba, na hapo ndio ilikuwa mkusu wa jirani. Kila mmoja anasema Mungu we, pastor amekufa. Pastor alikuwa anafanya hivi, bakaanza kumbuka ile matendo mazuri yenye pastor alikuwa anafanyizia watu. Kwa kweli hatuna cha kusema, tuna maumivu mazito kuachana kimwili, lakini Mungu amempenda zaidi yetu. Mungu amlaze mahali pema na tunamtakia mapumziko mema, na zaidi yale yote ametutendea kama vile majirani, hatuna cha kumlipa, Mungu peke yake atamlipa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Na mimi alikuwa ni baba yangu wa kiroho, nitashuhudia kwa maneno matatu tu. Ilikuwa siku moja nilikuwa nalala, nikaona ya kwamba damu inanivuja, damu yote kakauka mwili. Ilipokauka, nikasikia sauti wananiambia, nenda haraka sana, bado hujakufa, uende kwa Pastor Changer akuombee. Hapana. Basi hapo nikaenda, akaniombea. Niko mzaifu sana. Kwa kweli nikajisikia tena nguvu inarudia. Nikalala tena, bashapita wiki mbili. Nikapata maneno ya mtu mmoja wa kanisa hapa. Bakanambia hivi, haraka sana wende kwa Pastor Changer amwombee na atengeneze kusudi awe anaingia kanisani. Nikamfikishia hiyo message. Basi pastor akaenda na akamwombea, akafanya yale maneno. Neno la mwisho nikapata hii wiki bado hajakufa. Nikasikia neno ambayo ya mtu mmoja yuko Bujumbura. Bakanambia hivi, nenda umwambie Pastor Changer aende akuandikie kibarua, uende Bujumbura, aende tengenezesha mtu mmoja yuko na hali mbaya, yana natafuta akufe. Basi hapo sasa nilifika kwake, ilikuwa ni siku ya pili, tukazungumza naye. Nikamwambia mimi nimepata message, mtu ni wa Bujumbura, sasa nitafikaje kule na banifamii? Akasema hakuna tatizo. Nifasi gani? Nikasema ni Bujumbura Kinama. Akanambia pale mimi bananifahamu, na utakapofika pale useme Pastor Changer na useme baba jina yake Pastor Gerard, ule atafika anakupokea. Kweli sasa nilifika Bujumbura, ilikuwa ni Lendi. Sasa tulimaliza kuongea naye, ilikuwa ni Mardi. Mtu akakufa siku ya 5. Basi sasa nilifika Bujumbura, bakanipokea selogi satinyo yante. Kweli bakanipokea vizuri na huyo mtu akafanya matengenezo. Kwa hiyo ninashukuru kwa hayo yote yenye Mungu alifanya kwangu na kwake. Mungu ampokee. Amen. Kuna mtu yani wapangaji mbalimbali, Chef David, Chef de Quartier, Zui, Gretu vile au mjumbe wa Gretu vile ambaye anaweza kuwa hapa kumalizia sehemu neno la serikali. Karibu kwa damu ya mtu wa serikali. Wa 24. Kwa hiyo ninampatia Chef de Quartier mikro kwa sababu wahudumie mkutano. Asante. Jambo
mkutano. Jambo tena. Watu wa ngambo yangu nimefurahi Chief de Quartier amekosekana. Sababu na mimi nilikuwa na neno la kuzungumza. Wakati nilisikia baliita huko mwenda sema neno la jamaa, alisema kibuli ruhaya ndio mimi. Chief de Quartier ndio kamivira. Tangia update hadi sasa ilikuwa ajue. Na walikuwa wamenipatia neno jamaa. Nilikutana nyumbani jana, mimi nitakuwa na neno hapa leo. Na mimi nikajitayarisha kabisa vizuri. Lakini wakati nimefika hapa nimesikia ya kwamba kwa mkubwa anasema neno anapata ya kwangu na ya kwake. Basi kwa hiyo sikumzika mzuri. Lakini niliona mzuri nilipata nafasi. Na katika hiyo ninakuwa hapa na neno la serikali, lakini mtaniruhusu kidogo wazee wa kanisa. Kwa sababu na mimi ni shemasi pia. Na mimi niko diakre kwenye nipo. Neno ambalo nilitaka kusema hapa ni kwamba na mimi ningetamani hizi kwanza wote na wako zetu wasimame mahali wako. Kama nasikia wimbo kidogo kushinikiza baba yetu. Basi mkae chini, lakini mimi nitaweka basi kidogo, umesema muda mdogo lakini nitaweka kidogo. Wimbo wa 156 huko. Serikali haina. Yaani kutoka kutoka hiyo basi. Pamoja na hiyo neno ambalo tunasema juu ya huyu ndugu ambaye ametuacha kiserikali sasa. Ndugu huyo amefanya kazi nyingi sana kama vile mmesikia maisha yake jinsi ametajiwa. Mmesikia vizuri sana. Na hii mlima ambayo inaitwa Mlima ya Katala, Shekiria Bavira, ni wao ndio walitawala kwa muda wa kutosha sana tena sana hadi leo. Basi kwa hiyo sisi serikali tuna mtuma ambapo amekwenda yeye baada ya kupata neno la Mungu kwa muda wa kutosha. Chana hii imekuwa hapa mbele inakuharibika kwa muda mchache tu. Lakini wakati watamkua hii taji, wamvuke taji ya uzima. Amen. Sekretari pale kutwani na ambayo sio ya kwake, panakuwa ya mama Furaha Mudeba inakosekana. Kama uko nayo muone na umpatie sekretari tu apate kisa kurudia nyumbani. Na zingine zinaweza kuwa zikosekana. Pamoja na ile programu ya kwaya ni kama ifuatavyo. Kesho siku ya 4 kwaya ambazo zitakuwa pale kwa maombolezo, tutakuwa na uamsho Gondera, tutakuwa na imani pamoja na Filipi Kakungwe. Ndio kwaya zitakuwa pale kesho. Na siku ya 5 kuweza kutinda msiba, tutakuwa na kwaya uaminifu, utukufu pamoja na Izope kutoka Kakungwe. Hizo kwaya zitakuwa siku ya 5 kwa kuweza kumaliza msiba. Ndio. Na ikiwa kama nilopata simu hapa iko ya kwako, basi rudisha ile simu mwenye ndio itafuta alipoteza. Asante. Leo siku ya 3 misioni yetu hatakuwa ibada za 9:30. Hakuna leo ibada kanisani vijijini kwa msiba pamoja. Lakini siku ya 5 tutajikaa siku ya 5 mambo yote tutabadilika saa 9:30 kwenda kanisani. Lakini leo hakuna ibada kwa vijijini yote misioni ya Jehova Shalom Mpira. Lakini siku ya 3 tutazikaza kuwa na ibada saa 9:30. Asante. Karibu kwa delegate. Mungu Baba yetu, Mwenyezi Mungu wa zamani zote, uishie mahali pa mbingu, tunasema asante sababu ulisema tushukuru kwa kila jambo, sababu yote ni mapenzi yako. Umeturuhusu kufanya ibada hii, mkutano mkubwa wa kushindikiza mtumishi wako. Mtu akikutumikia Baba atamheshimu, na mahali utakuwa ni hapo mtumishi wako atakuwa.
Tuko wima sasa baada ya ibada kubwa namna hii. Tumesikia neno lako, acha liandikwe katika vibao vya mioyo ya wale wote waliolisikia hili neno. Bariki kanisa lako lote, leta faraja kwa kanisa na kwa jamaa. Tuelewe ya kwamba wateule wako, bibi harusi wa Kristo, wanakaa chonjo wakingoja kwenda kupumzika, na hivi unachukua mmoja mmoja. Tunaamini Bwana utaleta faraja kwetu na kutufundisha kila itwayo leo kukutumikia wewe vema wakati unaobaki wa mwendo wetu duniani. Tunataka kuondoka kwenda kwenye shamba la wafu. Utakuwa mbele, tukifuata nyuma na majeshi ya Mungu yatuzunguke. Mambo yote yatendeke kwa usawa na kwa utaratibu na yakubaliwe na wewe. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Upendo wa Mungu Baba, neema ya Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu uambatane na sisi sote. Amen. Mnyonge ni mimi, nguvu zangu ndo mtaji maskini, kulala kuamka fadhali, ya Rabbi chungu langu lini. Mnyonge ni mimi, nguvu zangu ndo mtaji maskini, kulala kuamka fueni, ya Rabbi fungu langu lini. Nimlilie nani ama niende kwa nani? Nani anisaidie mimi? Maji yamenifika shingoni. Nimlilie nani ama niende kwa nani? Mimi anisaidie nani? Maji yamenifika shingoni. Yeah. Ya Rabbi, fungu langu lini mie, fungu langu lini mie. Ya Rabbi, Ya Rabbi, fungu langu lini mie, fungu langu lini Rabbi. Mnyonge ni mimi, nguvu zangu ndo mtaji maskini, kulala kuamka fadhali, ya Rabbi chungu langu lini. Mnyonge ni mimi, nguvu zangu ndo mtaji maskini.
hapa kwenye ukingo wa kaburi ambao tunapata kulaza mtumishi wako. Tunaomba baraka kutoka mbinguni, mbingu zishuke mahali hapa na kaburi hii ipate kulindwa. Asante kwa sababu kazi hii utaanza nasi na kumaliza nasi, ukiendelea kutufariji sote na jamaa kwa jumla. Amina. Anastahili kupendwa nami, aliyekufa kwa ajili yangu. Anastahili kupendwa. Mimi Mkristo hata ikiwa katika shida na mapigano. Mimi Mkristo nafanya vita kushinda dhambi. Akida wangu ni Bwana Yesu, pamoja naye tashinda yote. Mimi Mkristo ni mgeni, nimeifunga safari yangu, nasitamani yaliyo huku, ninatafuta yaliyo juu. Mimi Mkristo na nchi yangu huko juu katika mbingu. Hamuna njaa na shida humo, Wakristo wote washiba mno. Mimi Mkristo ni neno nzuri la kufariji moyoni mwangu. Linanitwaa juu ya huzuni, nipumzike kwa Mungu wangu. Mkristo katika kila hali, nikiitwa na kufa tena, faraha kubwa nitakubali kuchukuliwa mbinguni juu. Amina. Paulo wa Wathesalonike, waraka wa kwanza sura 4 verse ya 13. Tusome usomi huo bila tafsiri na tutaweka mwili kwa nafasi yake. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wathesalonike sura 4 verse ya 13 hadi 16 na 8. Inasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tutawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na malaika na mwaliko mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, Paulo anasema sisi tulio hai, wao walio hai. Sasa unajua Paulo haiko tena hai, alisema sisi tulio hai barua hii. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Amena. Pastor Shaji alihubiri sana katika kuzika watu wengi. Misioni yetu alikuwa bahubiri wa makaburi wengi sana. Alafu sasa leo sasa naye anakwenda kule kwenye wengine wanapumzika. Walio hai wanabakia, sisi tungali hai, yeye anakwenda kwa wale waliotangulia kulala. Alafu wanashuka na parapanda. Bwana atubariki. Amen. Sawa, ndio imani yetu ile. Waliokufa katika Bwana watafufuliwa kwanza en premier lieu.
na walio hai nyuma. Nasikia kule vitu. Basi ndio vile tunatembea na imani yetu. Basi vijana waingie. Wala sasa tunasema tuanze tena. Kwamba mwanadamu ni mavumbi, ikaambiwa hivyo kwa Adamu kwamba atalala katika mavumbi, na leo sio tena Adamu, ni watu wengi sana, na leo ni Pastor Change. Amen. Biblia inasema mbinguni ni asili yako, mbinguni umekwenda na mbinguni tutaonana. Amen. Amen. Nasema yali wafu wafao katika Bwana, na mwasema roho wapate kupumzika baada ya tabu zao. Amen. Umelala katika mwili wa kuharibika, lakini ile siku utafufuka kimbele. Amen. Amen. Asiransi katika neno la Mungu kwamba ni waheri walio na moyo safi, maana bila shaka watamuona Mungu. Amen. Mwanadamu ametoka mavumbini, na agizo langu aseme alipokosa mwanadamu aseme tarudia mavumbini. Mavumbi merudi kwa mavumbi, lakini roho imemrudi Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Mtumishi wa Mungu, pumzika kwa amani, na siku ya parapanda uwe tayari kumlaki Bwana uliyemtumikia. Umeplaza katika mwili mzaifu, lakini parapanda itakapolia utafufuliwa na mwili wa utukufu. Kwa Mwenyezi aliyoumba. Biblia inasema katika Bwana. Amen. Kanisa ya mabasi sasa mchungaji yuko hapa karibu ombe Mungu kumalizia sio kazi waweke
Mungu Baba yetu, kazi hii ni kubwa mno. Hatua ya kwanza ndio hiyo ya mwili hapa, hatua ya pili ni ya wafundi kunika vizuri na basi na kwenda nyumbani. Mambo mengine ni wewe unaijua hesabu ya makaburi yote watakatifu. Hata kwambia uilinde na unayajua. Hakuna tutakufundisha utafuta kaburi yako watu wako wote kwenye waliolazwa unajua, na utakuwa wote siku ya mwisho kwa uwezo wako Yesu. Amen. Mnyonge ni mimi, nguvu zangu ndo mtaji maskini, kulala kuamka fadhali, ya Rabbi chungu langu lini. Mnyonge ni mimi, nguvu zangu ndo mtaji maskini, kulala kuamka fueni, ya Rabbi fungu langu lini. Nililie nani ama niende kwa nani, nani anisaidie mimi, maji yamenifika shingoni. Nimlilie nani ama niende kwa nani mimi, anisaidie nani, maji yamenifika shingoni. Ya Rabbi, fungu langu lini mie, fungu langu lini mie. Ya Rabbi, fungu langu lini mie, fungu langu lini Rabbi. Mnyonge ni mimi, nguvu zangu ndo mtaji maskini, kulala kuamka fadhali, ya Rabbi chungu langu lini. Mnyonge ni mimi, nguvu zangu ndo mtaji maskini, kulala kuamka fueni, ya Rabbi fungu langu lini. Nililie nani ama niende kwa nani, nani anisaidie mimi, maji yamenifika shingoni. Nimlilie nani ama niende kwa nani mimi, anisaidie nani, maji yamenifika shingoni.
Ya Rabbi, fungu langu linimie, fungu langu linimie. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Usikose kusubscribe channel yetu.